Leo hii nataka nikwambie kuhusiana na magonjwa ambayo yanaambukizwa na namna gani unaweza kutibu magonjwa hayo. Kumbuka kwamba hii ni Azam Media, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Nataka nikwambie magonjwa hatari zaidi ya zinaa na tiba yake. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, maambukizi ya zinaa ni tatizo kubwa la afya duniani ambayo huenezwa kwa njia ya kujamiiana. Haya ni magonjwa matano ya zinaa hatari zaidi duniani. Ugonjwa wa kwanza ni HIV/AIDS. Kulingana na WHO, VVU huharibu mfumo wa kinga na huingilia uwezo wa mwili wa kupambana na maambukizi ya magonjwa, na hakuna tiba, lakini dawa zinaweza kudhibiti VVU na kuzuia. Ugonjwa wa pili ni homa ya ini, yani hepatitis B na C. Hepatitis B na C ni magonjwa ya virusi ambayo husababisha kuvimba kwa ini. Hepatitis B inaweza kuenea kupitia majimaji mengine ya mwili kama mbegu za kiume. Hakuna tiba, ila kuna chanjo ya kuzuia maambukizi. Ugonjwa wa tatu ni herpes, yani malengelenge. Ni maambukizo ya virusi ambayo husababisha vidonda kwenye sehemu za siri au mdomo. Matibabu ya dalili zinazojirudia huwa na ufanisi zaidi yanapoanza ndani ya saa 48 baada ya dalili kuanza. Huu ni ugonjwa wa tatu. Ugonjwa wa nne ni kaswende, kitaalam tunaufahamu kama syphilis. Kaswende inaweza kusababisha vidonda sehemu za siri au mdomo, na pia yanaweza kuenea katika sehemu nyingine za mwili ikiwa haitatibiwa. Kaswende ina tiba. Ugonjwa wa tano na wa mwisho ni chlamydia. Husababishwa na bakteria. Chlamydia trachomatis husambazwa kupitia majimaji ya mwilini kama ukeni na mbegu za kiume. Chlamydia sio ngumu, inatibiwa kwa vidonge vya antibiotic. Hayo ndio magonjwa ambayo ni hatari zaidi duniani. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, maambukizi ya zinaa, yani sexual transmitted disease, yani STIs, ni tatizo kubwa la afya duniani, huku zaidi ya kesi milioni 1 za magonjwa ya zinaa yanayotibika zinapatikana kila siku. Maambukizi haya yanaweza kusababisha matatizo makubwa ya kiafya. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Hii ni Azam Media Afya. Endelea kuwa na sisi.